Tunajifunza somo yetu kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza tunaongelea somo letu discipleship, na kwa Kifaransa tunaongelea kuhusu être disciple de Jésus. Na somo hili tulisema tumegawa katika sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza tumeongelea maana ya jina mwanafunzi, na sehemu ya pili tuko najifunza kuhusu tabia 5 ya Yesu Kristo. Na neno mwanafunzi tulisema inatokana na lugha ya Kiyunani wanaita disciple, ikimaanisha mtu anaiga tabia ya mtu mwingine. Na katika Mathayo 28:19 amri kuu ya Yesu aliwaambia wanafunzi wake, enendeni duniani kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wake. Kwa hivyo tutembee dunia nzima kuwabadilisha watu wote waachane na tabia zao. Wachia zako ukiwa unachukua tabia ya Kristo. Process ya pili kuwa Mkristo, tabia zako zote zinapotea, unakuwa na tabia ya Kristo. Process ya tatu kugeuka mtumishi, unafanya kazi ya Mungu na ukiwa na tabia ya Kristo. Tukasema mtu atakayepitia process hizi tatu atakuwa na faida mbili. Faida ya kwanza, ataingia katika uzima wa milele siku ya mwisho. Na faida ya pili, atabarikiwa. Kama aliacha shati moja, nyumba moja, gari moja, atapewa maradufu, atapata vitu vya ufalme wa Mungu. Sasa tukasema kama wanafunzi walikuwa wanamfuata Yesu kwa miaka 3 na miezi 6, wakiachana na tabia zao wakiwa wanachukua tabia ya Kristo, ilihitaji wanafunzi wajue kwamba Kristo alikuwa na tabia ngapi. Sasa tukasema maisha ya Yesu kwa miaka 3 na miezi 6, kuanzia mwaka 30 mpaka 33 na miezi 6, Yesu alijidhihirisha katika tabia 5. Tukaita mazoea, kile mtu anafanya kila wakati. Tukaita desturi, tukaita tamaduni, tukaita mila. Na tabia ya Yesu ndio tabia ya mbinguni. Yesu alijidhihirisha katika tabia 5. Kasema tabia ya kwanza, Yesu alikuwa anaenda kila siku kanisani. Na kama mtu anapenda kuwa mwanafunzi wa Yesu, ageuze jina aitwe Mkristo, ageuze jina badilishe aitwe mtumishi wa Mungu, ni mtu anapatikana kila siku kanisani. Na Yesu hakuwa anaenda kanisani kwa sababu hakuwa na job. Yesu alikuwa na kazi. Alikuwa anatengeneza viti, meza, vitanda. Na lakini ilipofika wakati wa ibada, Yesu alienda kanisani. Tukasema tabia ya pili ya Yesu, Yesu alikuwa naomba. Asubuhi anaomba, mchana anaomba, na jioni anaomba. Na tabia ya 3 ya Yesu, Yesu tulisema Yesu tabia yake ya 3, kila mahali alienda kutangaza habari njema. Na kuambia habari njema ni habari ya ufalme. Kufa, kuzikwa na kufuka kwa Yesu ndio kulileta wokovu, ikasababisha sisi roho yetu ikombolewe, ikasababisha maisha yetu ya kiuchumi ikombolewe, ikasababisha afya yetu ikombolewe, na ikasababisha kijamii kwetu ikombolewe, tupate wake na tuwe na ndoa ya amani. Sasa tuko katika tabia ya 4 ya Yesu, na tunapenda tumalize hii somo tuingie somo lingine mpya. Tabia ya 4 ya Yesu tunasema Yesu alikuwa nafunga, ya kuonesha sehemu mingi na mara mingi. Na sio Yesu peke yake, nikakuonesha aina ya watumishi walikuwa nafunga, lakini nikakuonesha sababu ya mafungo nini. Maana ya mafungo ni kutesa mwili, kuinyima raha yake. Raha ya mwili ni kula, raha ya mwili ni kuvaa, raha ya mwili ni kufanya tendo ya ndoa. Na ninapoamua kufunga na nyima mwili vitu vyake. Lakini nakwambia mafungo ya kweli, nakwambia kanisani leo kuna aina mingi ya mafungo. Lakini nakwambia kwa Biblia kuna mafungo binafsi na mafungo ya watu. Mafungo ya kweli watu kwa Biblia, watu walikuwa wanafunga siku moja, hiyo ni masaa 24. Au mafungo ya kweli watu walikuwa wanafunga siku 3, na imetangazwa na watu wote wanajua na watu wote wanaelewa. Sasa lakini tukasema
mafungo ya zaidi ya siku 3, hakuna siku kanisa yoyote duniani ilitangaza. Hata katika Agano la Kale, wakati wa hekalu na sinagogi, hakuna mahali kanisa ilitangaza mafungo ya siku 40, mafungo ya siku 20. Lakini tumekuta watu waliokuwa nafunga siku 40, wakina Yesu, wakina Musa, hawa watu hawakupanga hiyo mafungo, waliongozwa na Roho wa Mungu. Musa aliitwa na Mungu mlimani na hakujua anaenda kufanya siku ngapi. Biblia inasema Roho Mtakatifu pia ikampeleka Yesu nyikani, hakujua anaenda kwa siku ngapi. Kwa hiyo mafungo ya zaidi ya siku 1, siku 3, ni mafungo yenye inaelekezwa na Roho Mtakatifu na sio binadamu. Namba 2, tukasema wale waliofunga hiyo mafungo ya siku mingi walikuwa leader, viongozi. Yesu alikuwa leader, alikuwa anakuja kuokoa dunia. Nakwambia Musa alikuwa leader, alikuwa anaenda kuokoa wana Israeli kutoka Misri. Na wakati kanisa inatangaza mafungo ya siku 40, wanaingiza watu kwa dhambi, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu ya Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4, Biblia inasema ni heri kutokuweka nadhiri na kuliko kuweka nadhiri na kukosa kuitimiza. Kibinadamu na kibibilia, Yesu alikuwa anapeleka watu nyikani siku 3, anaofundisha, anawaombea, watu wanapona. Lakini anaelewa kwa sababu aliumba mtu, anajua mtu kiisha siku 3 masaa 72 bila kula, mwili unachoka. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, muwape hao watu chakula, kwa sababu naogopa wakitoka hapa watakufa njiani. Sasa mnapotangaza mafungo ya siku 40, ni vigumu watu wakue siku 40 bila kula, bila kunywa, watakufa. Na watu wanapokosa kuitimiza, na mliongea mbele ya Bwana, mmeweka watu katika mtego, mmeweka watu katika dhambi, mmeweka watu kuwa kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Sasa tukasema hivi, leo tukasema tutaenda kuongelea sasa faida. Nilikuonesha faida ya kwenda kanisani, nilikuonesha faida ya maombi, nilikuonesha faida ya kuhubiri habari njema. Nikwambia kama unataka kufanya kitu, iwe kimwili iwe kiroho, lazima uwe na maswali 3. Swali ya kwanza, nataka kwenda wapi? Swali ya pili, naenda kufanya nini? Swali ya 3, nitapata nini? Tuseme niamke asubuhi, nataka kwenda wapi? Kanisani. Swali ya pili, naenda kufanya nini? Kufunga. Swali ya 3, na nikwambia kufunga iwe kuomba, iende milimani. Kwa Agano la Kale watu walikuwa wanapanda kwa milima, kwa sababu hakukuja kuwa kanisa. Nyumba ya Mungu ndio mahali watu wanaenda kufunga na kutafuta uso ya Bwana. Naomba kufunga, kisha nitapoenda kufunga nitapata nini? Sasa twende kuangalia faida karibu 3 kubwa ya mafungo. Chukua Biblia yako takatifu, tutaenda kusoma katika kitabu ya Kutoka sura yake ya 34 mstari wake wa 28 hadi 31. Nasema Kutoka sura yake ya 34 mstari wake wa 28 hadi 31. Exodus chapter 34 28 to 31. Exode chapitre 34 28 jusqu'à 31. Nitaenda kusoma katika jina la Yesu. Biblia inasema naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula usiku na mchana, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Uso wa Musa ukang'aa hata akiwa Musa aliposhuka kutoka mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mikononi mwa Musa. Hapo aliposhuka kutoka mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake uling'aa, kwa sababu amesema naye. Basi Aroni na wana wa Israeli walipomuona Musa, tazama, ngozi ya uso yake inang'aa, nao wakaogopa kumkaribia.
Musa akawaita Haruni na wakuu wake wote, kusanyiko wakarudi kwake. Musa akasema nao. Amen. Nasema nataka kuongelea kuhusu faida gani tunayopata tunapofunga. Nakwambia hapana kufanya kitu kwanza pasipo kujua maana yake, na hapana kufanya kitu pasipo kujua ni faida gani utapata katika hiyo kitu. Mahali tumetoka kusoma maandiko ni baada ya Musa kutoa taifa ya Israeli Misri, akiwa anaelekea katika nchi ya ahadi Kanaana. Nchi imejaa asali na maziwa. Na walipotembea na watu, ikafika wakati, unajua Musa hapa na cheo 3. Cheo ya kwanza, hiyo ni kiongozi. Yeye ndio anajua mahali anawatoa watu, na yeye ndio anajua mahali anawapeleka. Kwa hiyo ni leader. Cheo ya pili ya Musa ni nabii. Nabii inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa prophetess. Anaenena kwa niaba ya. Musa anachukua maneno kutoka kwa Mungu, analetea watu. Lakini kiwango ya 3, Musa ni raisi. Kwa kuwa raisi inahitaji kuwa na taifa, naye ametoa taifa ya Israel Misri, watu 2,500,000. Lakini ni taifa isiyo na yake ardhi, haina land yake. Na Bible inasema sasa, kwa sababu alitoa hiyo taifa kule, wanafika njiani, kuna hatari. Nchi yote inaongezwa ikiwa na katiba. Lakini Musa anatoa watu Misri akiwa anawapeleka Kanaana, hawana katiba, hawana constitution. Hawajue nini inahitaji wafanye, na hawajue nini hawahitaji kufanya. Unajua hawa watu wanatoka Egypt, walikuwa na katiba ya Egypt. Hasa walipotoka Egypt wakiwa wanaenda Kanaana, wanajikuta ni taifa lakini yenyewe haina constitution, haina katiba. Hawajue ipi sawa na ipi sio sawa. Hawajue nini wanahitaji kufanya na hawajue nini hawahitaji kufanya. Na walipokuwa njiani kukakuwa mambo mchanganyiko. Mtu anapofanya jambo hawajue kama ni sahihi au si sahihi. Walipokuwa Egypt, wanajua sheria ya Egypt inasema hiki na hiki na hiki. Lakini sasa wametoka Egypt. Musa ni rais, ni president. Lakini tatizo ya hii country, hawa watu 2,500,000 Musa iko na waongoza, hawana katiba. Kwa hiyo Musa ndio sheria. Sasa anaongea akajikuta maneno inafanya nini? Inamwishia. Ajue atawaongoza watu hawa kivipi. Na alipokuwa katika hiyo hali ya mchanganyiko, ndio Mungu akamuita. Mungu akaelewa kuna shida. Nchi yote kusudi iongozwe vizuri na ikuwe salama, lazima kuwe na katiba. Lakini hawa watu wametoka katika utumwa. Lakini kisha kutoka katika utumwa wanajikuta hawana sheria yoyote inawaongoza. Mungu akamuita Musa mlimani. Na Mungu alipomuita Musa mlimani, ndio tumesoma Exodus chapter 34, 28 to 31. Biblia inasema Musa alipopanda, Musa alifikiri anaenda kule kwa lisaa moja. Musa alifikiri kule saa zingine atakaa na Mungu siku moja. Musa alifikiri atakuwa na Mungu masaa 5. Lakini Mungu akamshikilia Musa kule mlimani alipomuita siku 40 usiku na siku 40 mchana. Biblia inasema kabisa 28, bila kula na bila kunywa. Nikwambie kufunga ni kutesa mwili. Unainyima chakula, unainyima maji. Na kwa sababu alikaa kule siku 40 na Mungu, elewa aliacha mke wake huko bila pia tendo ya ndoa for 40 days. Kwa hiyo tunapofunga tunatesa mwili. Hakuna kwa Bible mafungo asema mtu anafunga iko na kunywa juice. Haikuwake. Haiandikwe mahali popote. Na chochote tutafanya kinyume na neno ya Mungu haina matokeo. Na ndio maana ni vigumu mtu kufunga zaidi ya siku 3, utakufa. Sasa alipanda kule, Mungu ndio alikuwa anamshikilia. Siku ya kwanza bila kula, masaa 24. Siku ya kwanza siku 40 mchana na siku 40 usiku. Siku ya pili bila kula, siku ya 3 bila kula. 40 days iko mbele ya presence ya Mungu. Kwa sababu kwa Mungu kila kile tunawezekana. Mungu ndio alikuwa anamtatia nguvu ya kuweza kustahimili. Hatujua alizofika kiasi gani.
Na kwa nini Mungu anamshika hiyo siku yote 40 usiku na mchana, bila kula, bila kunywa na bila kuwa na tendo ya ndoa na mke wake? Amemwingiza katika mafungo. Mungu alitaka Musa atoke kule akiwa na vitu viwili. Naanza kuongelea kuhusu faida ya kufunga. Biblia inasema na walipoisha hiyo siku yote 40 kule, kando alikuwa anafunga. Biblia inasema alikuwa nasema na Mungu, kwa alikuwa naomba. Na mafungo yote mtu atafunga bila kuomba, atakuwa anajitesa na njaa. Hivi vitu mbili inaenda pamoja. Naomba na kufunga, nafunga na kuomba. Na kwa sababu alisema naye, nisikilize vizuri, namba 2, na kwa sababu alikaa 40 days, siku 40 usiku na mchana bila kula, na kuambia usipeleke mafungo ya zaidi ya siku 3. Kama Mungu akuongea nayo, utakufa, utapata magonjwa. Na Biblia inasema aliposhuka kutoka mlimani, kitu ya kwanza Musa alijua amepata kile kitu kilikuwa muhimu kwa taifa ya nini? Ya Israeli. Hawakuwa na katiba. Anaongozaje nchi? Yeye ndio sheria, kila anafikiria ndio sheria. Hasa ikakataa, ikashindikana, na Mungu akaona kuna umuhimu ya kumpatia katiba, constitution, yenye atawatoa watu njiani mpaka waingie katika ardhi, land promise, nchi ya Kanaani. Na hiyo ilikuwa jibu ya kwanza kubwa ya muhimu. Kwanza kuambia ukifanya hii si sahihi, ukikosa kufanya hii si sahihi, unahitaji kufanya hii, na unahitaji kufanya hii, na unahitaji kufanya hii, na unahitaji kufanya hii. Wakapata sheria ya kuweza kuwaongoza. Na tunataka kupata neno moja ya Mungu kwa ajili ya ndoa yetu. Tunataka kupata neno moja ya Mungu kwa ajili ya utumishi wetu. Nimeona watu wamefungua makanisa na Mungu akuambia wafungue makanisa. Nimeona watu wanaanza huduma na Mungu akuambia, na mwisho inatokea maanguko kubwa. Kwa sababu kama utafanya kitu Mungu amekuambia, jua Biblia inasema Mungu iko nyuma ya neno lake kwa ajili ya kulitimiza. Kwa hiyo utakuwa na support ya Mungu kwa kile kitu uko unafanya. Lakini unapofanya kitu wewe kama wewe, inaweza kafanikiwe na inaweza ikafeli. Na inaweza ukushangaza wengine wakifanikiwa naye, lakini wewe ukafanya nini? Ukafeli. Kwa sababu maybe wale wanafanya waliambiwa, na wewe unajaribu kufanya haukuambiwa. Matokeo yake hautakuwa na support. Inaweza kupatia mfano. Mungu amemwambia Elia arudie katika taifa ya Israeli. Walipofanya miaka 3 na miezi 6 mvua hainyeshe, na Mungu akamwambia Elia, rudi, naenda kunyeshesha mvua. Alipofika wakamwambia wajenge madhabahu. Akaita manabii Baali, akamwambia wao wajenge hao madhabahu, na yeye ajenge yake madhabahu. Manabii wale wakajenga hao madhabahu, Elia akajenga yake madhabahu. Namba 2, akawapatia yao sacrifice, zabihu, wakaeka na wao Elia akaweka. Namba 3, akawaambia wasiweke moto, lakini kila mtu aite Mungu wake. Mungu atakayejibu kwa moto atakuwa Mungu wa kweli. Manabii Baali walikuwa wengi, na kibibilia maombi ya watu wengi ina nguvu kuliko maombi ya watu wachache. Waliomba, lakini moto hakufanya nini? Haikushuka. Lakini ukisoma ile Wafalme wa Kwanza sura ya 18:36, First King chapter 18:36, Roi chapitre 18 verset 36, utakuta maombi ya Elia anasema, Baba, na ijulikane kwamba wewe ndio Mungu wa pekee, na mimi ni mtumishi wako, na mambo yote niko nafanya sifanye kama maagizo, lakini niliagizwa na wewe. Kwa hiyo Mungu ndio alimwambia Elia ifanye, na ndio moto ilishuka ikateketeza, na baadaye matokeo yake mvua ikafanya nini? Ikanyesha. Lakini manabii Baali hawakuagizwa ni na Mungu. Manabii Baali hawakuagizwa ni na Baali. Kwa hiyo hawakuwa ni na support ya Mungu, na hawakuwa ni na support ya miungu. Kwa hiyo tunapofanya mambo pasipo kuagizwa na Mungu, mara mingi nakuwa na matokeo ya kushangaza.
ulikuwa na expectation kubwa, ulikuwa na matarajio kubwa, lakini inatokea hasara, inatokea kitu ya maajabu, inatokea kitu ya kushangaza. Na hiyo ndio kitu tunaomba kwa maisha yetu kila siku. Bwana atupatie neno ya siku, Bwana atupatie neno ya mwaka, Bwana atupatie neno ya familia yetu, Bwana atupatie neno ya kazi yetu, Bwana atupatie neno ya kanisa yetu, Bwana atupatie neno ya mipango ya 2026 2026. Mungu anasema tufanye nini? Kwa sababu kuna wale wa 2026 wataanzisha vitu vyenye Mungu akusema waanze, na mwisho ya siku watapofika mwisho ya mwaka hakuna chochote cha maana kimetokea kwa maisha yao. Hiyo ndio kitu ya maana. Mtu wa Mungu kila asubuhi, mtu wa Mungu kila mchana, mtu wa Mungu kila jioni anataka kupata direction. Lakini kusudi Mungu aanze kutufunulia, kutupatia direction, lazima mtu anakuwa na muda mwingi katika kuomba na kufunga. Mungu ni Baba, hatuwezi kumkomendi kama tu remote. Nataka uniambie mambo inahitaji uwe na muda mwingi, aone kweli unamhitaji, aone kweli unamtafuta, aone kweli unataka kupata orientation, direction, guidance kutokana na yeye. Na utapokaa siku mingi mbele ya uwepo wa Bwana katika kuomba na kufunga, Mungu atakufunulia kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya kanisa hili. Bwana atasema na kujifunua nao. Na tukishapata neno ya Mungu, hakuna kitu inafanya neno ya Mungu ifeli, kwa sababu Mungu anasapoti neno yake, iko nyuma ya neno yake kwa ajili ya kulitimiza. Akisema anasema. Musa alipoenda Misri akujipeleka, ni Mungu alimtuma. Na elewa, wakati Mungu anamtuma Musa Misri, Egypt, Misri ndio ilikuwa super power, inatawala dunia nzima kama vile Marekani inatawala. Na angalia, Mungu amemtuma Musa bila chama ya kisiasa, bila party. Mungu amemtuma Musa bila waasi. Mungu amemtuma Musa bila silaha. Mungu amemtuma Musa bila pesa. Lakini kwa sababu yeye ndio alimtuma Musa, Mungu iko nyuma ya neno yake, akatoa watu 2.5 milioni kwa superpower. Maombi yetu sana atulilie kupata pesa. Maombi yetu atulilie sana makanisa. Tunataka kupata neno moja kwa ajili ya kanisa yetu. Tunataka kupata neno moja kwa ajili ya familia yetu. Tunataka kupata neno moja kwa ajili ya utumishi wetu. Tunataka kupata neno moja kwa ajili ya ndoa yetu, mipango yetu. Na tunapopata neno, Mungu iko nyuma ya neno. Lakini kwa Mungu kuanza kuongea na sisi, kwa sababu sisi ni wana, anataka tuwe na muda mwingi ya kupatikana katika uwepo wake, tukiwa kwa kuomba na kwa kufunga. Tunajinyima chakula, tunajinyima maji, tunajinyima tendo ya ndoa, tuko katika mbele ya presence yake. Lakini tukiwa nafunga, tunaoga, tunakunywa, tunaoga, tunajipaka mafuta na tunajivika mavazi yetu mazuri, tusionekane kama wapagani au watu wa dini wanaotaka kujitambulisha mbele ya watu wote kama wao wanafunga na kuomba. Na hicho peke yake ndio Musa alikuwa amejua amepata. Lakini kitu ya pili Musa alipata Kenya kujua. Unajua, Musa alipoenda mbele ya uwepo wa Mungu katika kufunga na kuomba, yeye ni mwanaume. Na ingekuwa mwanamke angejua kwamba amepata kitu ya pili. Kwa sababu wanawake hata wakenda katika kufunga na kuomba, wanatembea na vioo. Anaomba, anasoma neno, kisha unakuta anaenda, anaoga, anaingia bafu, anajiangalia nuso, sura yake. Lakini kwa sababu ilikuwa wakati wa maendeleo sana, Musa hakwenda na kioo, ni mwanaume. Yeye alijua amepata tu maneno ya kuweza kuongoza na taifa la Israeli. Na alirudi kule na amani. Anajua kusudi ya chakula inahitaji, kwa ajili ya safari inahitaji, kwa ajili mtu akifanya inahitaji. Kwa sababu kuongoza nchi bila katiba ni pigo kubwa. Hautaweza. Haitashindikana. Lakini kitu ya
pili, Biblia inasema kwa sababu alisema na Mungu for 40 days bila kula bila kunywa, lakini alikuwa anasema na Mungu, ngozi ya uso ya Musa ilibadilika. Na Biblia aliposhuka, akiwa na shuka chini, kwa mbali wana wa Israeli, Haruni na watoto wote kwa mbali waliona kimo, ni kimo cha Musa. Waliona mavazi ya Musa ili alipanda na, lakini walipojaribu kutazama sura yake, wakaona hapana, sura si ya Musa, sura inang'aa. Na vile ngozi ya uso yake ilibadilika kwa sababu alisema naye 40 days usiku na mchana, bila kula bila kunywa na pasipokuwa na tendo ya ndoa. Kufunga ni kutesa mwili. Na jaribu kurudi, hakuna mafungo kwa Biblia mahali watu walikuwa na kunywa juisi. Hakuna mafungo kwa Biblia mahali watu walikuwa na kunywa chai. Hakuna mafungo kwa Biblia. Nilisafiri, nilienda Spain na nikakuta watu wanafunga, nasema yeye anakulaka kuku, na siku ya kufunga yeye atakula kuku, anakula samaki. Kwa hivyo yeye anaita mafungo. Hiyo ni uongo. Hakuna mafungo ya aina hii. Nawaambia Daniel ile walisema watakula ina, haikukuwa mafungo. Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego wametoka kwa nchi yao ya Israeli. Waisraeli wana mfumo yao ya kula. Wanaenda kwa nchi ya Babeli, nchi ya Iraq, kule wana mfumo yao ya kula. Wanakula vitu najisi na Waisraeli hawavikule. Sasa walipowaletea ndio wakasema sisi hatukuli hivi. Sisi tunakula vitu ya aina, mturuhusu tukule mboga mboga kwa siku, mtujaribu kwa siku 10. Na mkiona afya yetu haiko nzuri, tutakula ile vitu yenu nyinyi mnakulaka. Na baada ya siku 10 wakaona afya yao iko nzuri. Sasa hawakuwa nafunga. Hiyo si mafungo. Hakuna mafungo ya kula vitu fulani na kukatala vitu fulani kwa Bible. Kwa Bible kufunga ni kutesa mwili, kuinyima maji, kuinyima chakula, kuinyima tendo ya ndoa, kuinyima raha yake yote. Lakini tunaoga, tunapaka mafuta, tunavaa mavazi yetu mazuri pasipo watu kujua kama tuko kwa mafungo. Na kwa sababu alipanda siku 40, kitu ya kwanza akapata sheria. Mungu akampatia sheria. Na tuna haja ya neno moja kwa ajili ya familia yetu. Tuna haja ya neno moja kwa ajili ya kazi. Tuko mwisho ya mwaka hii. Tunataka Mungu atuambie nini tunahitaji kufanya next year. Unajua kuna vitu mingi tunafanya lakini vyenye Mungu hakusema. Na tunapofanya vitu mingi vyenye Mungu hakusema, na kuambia upendo sipendo, utashangaa itatoka negative. Na ulikuwa na matarajio kubwa, na hatutaki kufanya vitu viwe negative. Tunataka vitu Mungu anatuambia tufanye, tuvifanye, kwa sababu Mungu akisema, yeye yuko nyuma ya neno yake kutimiza kile jambo amesema. Iwe possible impossible, ata make way, atafanya njia mahali hakuna njia. Lakini Biblia inasema kwa sababu pia alisema na Mungu, na akiwa katika kufunga na kuomba. Na kama kuna mtu aweze kumdictate, kumlazimisha, lazima aseme ni Mungu, kwa sababu ni Baba. Biblia inasema kwa sababu alisema na Mungu, ngozi ya uso yake ikachange. Sura ndio, na watu wanatazama sura. Na sisi tunapoongea na Mungu, sisi hatutarajie ngozi ya uso yetu ibadilike, lakini tunataka mambo yetu yafanye ya change. Kwa hiyo kufunga na kuomba inasababisha vitu kwa maisha yetu vyenye vilikuwa vinakataa, vina change. Biashara ilikuwa inakataa, ina change. Kazi ya Mungu ilikuwa inakataa, ina change, ina shine. Na tunataka huduma yetu ishine. Tunataka kanisa yetu ishine. Tunataka ndoa yetu ishine. Tunataka watoto wetu wa shine. Tunataka family yetu ishine, ingare. Lakini kama tunataka ingare, lazima mtu akuwe na jitesa. Unanyima mwili mahitaji yake, unanyima mwili vitu yake ya muhimu. Mtumishi wote mwenye anakula ugali kila siku ni kina Samson. Mtumishi wa Mungu mwenye anakunywa maji kila siku, mtumishi wa Mungu mwenye anashindwa kujinyima tendo ya ndoa kila siku ni kina Samson. Watahubiri, watafanya miujiza,
watafanya, lakini hawatafikia goal. Kile Mungu alimwambia Samson, wewe ndio utaanza kuwakomboa Waisraeli kutoka mikono ya Wafilistini. Lakini Samson alifeli, alifia kwa mikono ya Wafilistini. Sasa tutaenda kuangalia katika Agano la Jipya, tuone mtu mwingine alifunga na matokeo yake ilikuwa nini, na wale hawakufunga matokeo yake ilikuwa nini. Na kanisa ya leo, kwa hofu ya kufunga, watu wamejiletea aina mingi ya mifungo wakiogopa njaa. Lakini mtu wa Mungu hahitaji kuogopa njaa. Zaidi mtu anakula, kimwili iko na nguvu, kiroho uko mzaifu. Lakini zaidi mtu anafunga, anajinyima chakula, anajinyima maji, anajinyima starehe ya dunia. Kiroho unakuwa powerful, unakuwa na nguvu mingi ya Mungu. Sasa tutaenda kusoma, ni andiko tulisoma katika maombi, lakini mimi naishukia chini kisha nitakurudi. Tutasoma Mathayo sura yake ya 17 mstari wa 20 mpaka 21. Lakini ya andiko ishike kwamba tulisoma Mathayo 17:1 mpaka 5. Nitakuja kutafsiri. Matthew chapter 17 verse 20 to 21. Matthieu chapitre 17 20 à 21. Tutaenda kusoma Biblia. Biblia inasema, tunaweza anzia 19. Kisha wanafunzi wakamwambia Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini ninawaambiwa, mkiwa na imani kiasi cha punda ya dharani, mtaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nayo utaondoka, wala hakutakuwepo neno lisiwezekana kwenu. Lakini namna ya hii pepo haitoki ile tu kwa kusali, lakini na kufunga. Biblia inasema, unisikilize vizuri. Yesu, ukisoma kule Matendo, ukisoma 17 mwanzo ya Mathayo, Yesu alipanda mlimani na Petro, Yohana na Yakobo kwenda kuomba. Na nilikwambia maana ya mlima ni kusema kufunga. Na nilikwambia leo usiende milimani, kwa sababu Mungu wetu si Mungu wa milima, ni Mungu wa Samaria. Na sisi hatuabudu Mungu wa Samaria, Mungu wa milima. Lakini tunamwabudu Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi, milima, mabonde, sehemu ya plain, wote. Sasa Yesu alipopanda mlimani, kwa hiyo alifunga na kuomba, na akapanda na Petro, Yohana na Yakobo. Kwa hiyo nikwambia, imani Petro ni imani, Yohana ni upendo, na Yakobo ni matumaini. Tunapoenda kufunga na kuomba, lazima tubebe watu watatu. Tuwe na imani, kwa sababu maombi ya imani inajibiwa. Tuwe na upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Tukibarikiwa wengine wabarikiwe, tukipata jibu wengine wapate jibu. Na tuwe na matumaini, hata kama maombi tuombe leo ikichukua mwezi mmoja, miezi 5, miezi 6, mwaka mzima, bado tuna matumaini kwamba Bwana anaenda kufanya. Lakini huku nyuma, elewa, anapanda tu na wanafunzi 3, mitume 3. Huku chini kumebaki wanafunzi 117. Na walipobaki huku chini, yeye akiwa kule juu katika kufunga na kuomba, na anapanda, ni maombi ya imani, maombi ya upendo na maombi ya matumaini. Alipotoka kule kwa maombi, nisikilize, alipofunga na kuomba, ngozi ya uso yake pia nayo ikabadilika, na mavazi yake yakawa meupe. Vile vile Musa alipanda siku 40 usiku na mchana, ngozi ya Musa ikabadilika, ikaanza kushine. Tunataka mambo yetu yangae, ngozi ya Yesu ikabadilika na ikaanza kushine. Tunataka kanisa yetu ingae, tunataka huduma yetu ingae, tunataka biashara yetu ingae, tunataka ndoa yetu ingae, tunataka watoto wetu wangae. Lakini kama tunataka vishine, lazima tuwe watu tunafunga, tuwe watu tunaomba. Na baada, kitu ya pili pia,
mavazi yake yakawa meupe. Maana ya mavazi kuwa meupe, Ufunuo sura yake ya 19 mstari wa 7 mpaka wa 9, Biblia inasema tufurahi na tushangilie, harusi ya mwana kondoo imekuja na bibi harusi amejiweka tayari. Na Biblia sana amepewa mavazi safi. Ni matendo mema ya watakatifu. Na kama tunataka kuwa na matendo mema, unajua unaweza kuokoka, kuna tabia fulani na kataa kwako, sikudanganya. Unaokoka lakini una chuki, unaokoka lakini una wivu, unaokoka uko na hasira. Lakini tukiwa naenda kuvichongea vitu katika prayer and fasting, Mungu anaondoa hiyo tabia yote chafu. Tabia chafu ni kusema mavazi chafu. Mungu analeta tabia safi. Na tuna Wakristo wengi wameokoka, lakini ukichunguza tabia zao hazina mvuto. Nakwambia tabia nyingi Wakristo na watumishi wa Mungu wanafanya mpaka unashangaa, unabaki na maswali, unabaki na kujiuliza, ameokoka asioka? Jibu ameokoka, lakini hizi tabia zake chafu kiisha kuziokoka, kwa sababu hana muda wa kufunga kuvichongea. Mwambia Bwana, mimi naokoka lakini tabia fulani inanisumbua. Bwana, mimi nakutumikia lakini hali fulani inanisumbua. Katika kufunga na kuomba, tabia zetu zote chafu zinaondoka na tabia safi zinaingia ndani yetu. Tunasha mavazi yetu inang'aa. Sasa baada ya kusikiliza vizuri, baada sasa ya kutoka kufunga na kuomba, na akiwa na imani na upendo na mtumaini, akashuka. Aliposhuka akakuja kukuta wanafunzi wake 117. Wenyewe walibaki, wanajua kuhubiri vizuri, wanajua kufundisha vizuri, wanajua kusema lugha vizuri, wanajua kuongoza ibada vizuri, wanajua kuimba vizuri, lakini hawana tabia ya kufunga. Wakati Yesu alikuwa mlimani, hao wanafunzi waliwaletea mtu aliyekuwa na pepo ya kifafa. Wakaikemea kwa staili yote, wakaikemea, tunaivunja, tunaiharibu, tunaiteketeza, tunaikata. Pepo haikutoka. Na unajua unapoombea mtu anapokosa jibu ni aibu, hauna nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu inapatikana wakati mtu ana muda ya kutafuta Mungu katika kufunga na katika kuomba. Najua mtu wa Mungu sahihi, mtumishi wa Mungu sahihi, anakuwa na muda mwingi na Mungu kuliko kuwa na muda mwingi na watu. Ninapofundisha hapa kati yenu, kuna mtu iko problem, mkono inauma na sijui kwa nini lakini hiyo mkono kuumwa sio kuuma ya kimwili, ni kuuma ya kiroho. Na nitataka huyu mtu kisha mkutano anipigie simu. Mkono kuuma ya kiroho ni katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 28:12. Biblia Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Na kwa hawa watu, huyu mtu kwa unaongea naye, kuna yule iko nanisikiliza hapa, tumewahi kuongea naye, siongelea ule tena mtu nimewahi kuongea naye, nimeomba naye, niko naongelea ule mtu hatujaongea naye kuhusu hiyo point. Mkono yako inauma, lakini haiume kiroho, inauma, haiume kimwili, inauma kiroho. Na kuuma kiroho ni kusema Kumbukumbu ya Torati 28:12. Biblia Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hiyo kazi yako ya mikono, financial problem haiende vile inahitajika kwenda. Unatumika mingi, unafanya mingi, lakini matokeo haitoke vile inahitajika kuwa. After mkutano hii, taomba unipigie simu, nitakuombea na kitu nitakwambia kinasababisha mambo iwe vile, na Bwana atakushughulikia. Sasa Biblia inasema, unisikiliza vizuri, aliposhuka sasa, waliletea wanafunzi mtu aliye na pepo ya kifafa, wakaikemea, inashindikana, ni aibu. Na Yesu alipofika, baba mtoto akamwambia, nimeleta mtoto yangu kwa watumishi wako, wamuombee. Lakini wameomba, wametoka jasho,
wamekemea, wamefanya kila kitu, imeshindikana. Yule mtu yuko na problem ya mkono ya kiroho, haiko Afrika, yuko US. Nitaomba utanipigia simu, ni mmoja wa wanafunzi wetu huko Marekani. Nitaomba utanipigia simu tukimaliza mkutano. Sasa Biblia inasema, unifuate mzungu, Yesu akawakemea, kaambia, mpaka lini nitakuwa nanyi? Ni aibu mtumishi wa Mungu kuombea watu na watu wakose kupona. Sasa mpaka lini nitakuwa nanyi? Akasema, mumlete kwangu. Akaikemea pepo, pepo ikatoka. Lakini ujue Yesu ametoka wapi? Katika kufunga na kuomba. Na wanafunzi walibaki hapa, wanajua maandiko, wanajua kuimba vizuri, wanajua kuongoza ibada vizuri, wanajua kusema lugha vizuri, lakini sio watu walio na power la nguvu ya Mungu. Na Biblia inasema, angalia, experience inaweza kuumiza sana. Kwamba unajua kuongoza ibada vizuri, unajua kutangaza vizuri, unajua kuimba vizuri, unajua kuhubiri vizuri, inaweza kuumiza sana, kwa sababu itakuwa experience bila power na nguvu ya Mungu. Baada ya huyu mtu kupona, na baada ya Yesu na wafunzi wake kutoka pale, wakamwita faraga, in secret, wakamuuliza, Bwana, wewe ulishatuonesha kwa Luka 10 na Mathayo 10. Elewa hapa ni Mathayo 10. Sasa mungekuwa na imani hata kama punje kidogo ya haradali, mlikuwa na uwezo wa kuambia mlima hii ng'oka. Na mara mingi andiko inatafsiriwa vibaya. Punde ya haradali ni mbegu ndogo kupita mbegu yote, lakini ukiipanda inageuka kuwa mti mkubwa kupita miti yote. Kwa hivyo imani inahitaji kugrow, lazima imani igrow. Leo nina imani ya kupata dola 3,000, lakini baada ya miaka 3 au 2 niwe na imani ya kupata dola 50,000. Baada ya miaka 5 niwe imani ya kupata dola $1 million. Lazima imani inakuwa kila siku, haibaki kambegu kadogo. Punde hadharani ndio kambegu kadogo kupita mbegu yote, lakini unapoipanda inageuka kuwa mti mkubwa kupita miti yote kubwa. Kwa hivyo imani yetu lazima inakuwa. Lakini Yesu akawaambia, hata mngekuwa na imani ya aina ile ya kuhamisha milima, ya kuhamisha mito, lakini aina ya pepo hii haitoki tu kwa kuomba, lakini inatoka kwa kuomba na kufunga. Na kwa kuzipitishia kwa mimi nimeitoa, kwa sababu nimetoka kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo maisha ya Yesu ilikuwa tofauti na watu waliobaki chini. Walibaki huku chini ni watumishi wa Mungu, wanajua kuhubiri, wanajua kuongoza ibada, lakini hawapati muda ya kufunga na kuomba. Kaambia pepo ya aina. Na kwa maisha yetu, kwa utumishi wetu, kwa ndoa zetu, kwa kazi yetu, kwa familia yetu, kwa watoto wetu, kwa mipango yetu, kuna pepo ya aina hii inaotuandama usiku na mchana. Kuna pepo ya aina hii inaandama familia yako. Kuna pepo ya aina hii inaandama utumishi wako. Kuna pepo ya aina hii inaandama kanisa yako. Kuna pepo ya aina hii inaandama kazi yako. Kusudi ipate kutoka, haitoke kwa kuomba tu, lakini inatoka kwa kuomba na kufunga. Ndio maana mtumishi wa Mungu sai every week anakuwa na siku yake moja ya kufunga. Katika Agano la Kale ukisoma katika Luka 18 kuanzia mstari wa 12, wakati Mfarisayo na Msadukayo walipanda, alisema anafunga mara 2 kwa wiki. Lakini tuna watumishi wa Mungu wanakula kila siku, wana muda mwingi ya story na watu, lakini hawana muda ya kupatikana mbele uwepo wa Mungu. Experience yangu binafsi, kila Friday kwangu sisi hatukule, mimi, mke wangu na watoto. Na kila wiki ya mwisho ya mwezi nafunga siku 3 bila kula, bila kunywa. Tunatafuta kwa kufanya kazi ya Mungu, tunampiganisha shetani aliye na power. Makosa ya Mungu alipomtupa shetani, hakumnyang'anya power,
alimtupa shetani akiwa na nguvu. Sasa sisi watumishi wa Mungu tunapofanya kazi ya Mungu bila nguvu ya Mungu, tusitarajie mabadiliko yote kwa maisha ya kanisa, tusitarajie mabadiliko yote kwa maisha ya washirika, tusitarajie mabadiliko yote kwetu sisi binafsi. Kila kitu itakataa, kwa sababu tutazidiwa na nguvu ya shetani. Kwa hiyo kufunga inasaidia kuweza kutoa pepo ya aina, pepo sugu, vitu impossible. Soma kwa Biblia yako yote, mahali kulikuwa kitu impossible, kitu ilikuwa niondoa, ni kitu inaitwa jina yake kufunga na kuomba. Mungu alipomtuma Yona kwenda Ninawi, na Mungu tayari akwenda kuhubiri. Kuna tofauti ya kuhubiri na kutabiri. Lengo ya watu kwenda kuhubiriwa kusudi wa change, wabadilike. Lakini Mungu alimtuma Yona Ninawi kwenda kutabiri. Kutabiri ni kusema kile Mungu anaenda ufanya, upende usipende, kinaenda kutokea. Na Biblia inasema Yona anaruka mambo mingi. Yona alipofika Ninawi, unisikilize, hata siyaruka, Yona alikataa kwenda Ninawi. Mwisho ya siku akajipata ndani ya tumbo ya samaki, siku 3 bila kula bila kunywa. Kwa hiyo Mungu akamlazimisha afunge nyataki, bila kula bila kunywa, bila raha yote ya mwili. Na ndani ya tumbo ya samaki utakuta hakunyamaza, alikuwa naomba. Kwa hiyo anasema, anapatikana katika presence ya Bwana, na maombi yake yalikuwa ni maombi ya toba. Mbia Bwana, kama utanitoa hapa, kweli nimekukosea, nimekutenda mabaya, ulinituma Ninawi, lakini mimi naamua kwenda Tarshishi. Mimi nitaenda kufanya kile kitu niambia. Kwa swali tubu na kutengeneza mpango, kwa swali kwa ishapandikana ndani ya bahari, ndani ya tumbo ya samaki. Kwa hiyo mpango ulikuwa ni kufa, lakini kitu ikatoa hiyo kifo ni kwa sababu alifunga na kuomba nyataki, na samaki ikaenda kumtapika kule Mungu alitaka apatikane Ninawi. Na alipofika Ninawi, anaenda kutabiri. Mungu akisema anasema, na hakuna mtu anaweza kubadilisha kile Mungu anasema. Mungu akisema unabarikiwa, unabarikiwa. Mungu akisema kesho dunia inaisha, hakuna mtu atapinga, kwa sababu siyafanya hiki na siyafanya hiki. Akalalamika na ujasiri wote. Baada ya siku 40, hatujui itafanyika nini na nini, lakini Mungu ndio alishasema baada ya siku 40 Ninawi itaangamia. Hii mji ilikuwa kilomita mraba 120, tauni kubwa. Siku ya kwanza alitembea kilomita 40. Analalamika na ujasiri wote na uhakika wote, kwa sababu Mungu si mtu kwa kusema uongo, wala mwana wa mtu kuweza kudanganya. Siku ya pili akalalamika, siku ya 3, na akaenda kukaa. Sasa anasubiri kuona vile Ninawi inaenda kuangamia. Biblia inasema ujumbe ikafika kwa mfalme mpagani. Na sisi jumbe mingi za Mungu zinafika kwetu, watumishi wa Mungu, watu tunaojua Mungu, lakini tunapuuza jumbe za Mungu. Na ujumbe ilipofika kwa mfalme, huyu mfalme mpagani, sijui revelation alipata wapi, akatoa tangazo, amri, nchi nzima, viumbe vyote vilio hai. Unapoongea viumbe vyote vilio hai, si binadamu peke yake. Nyama ni viumbe vilio hai, ndege ni viumbe vilio hai. Akaamuru siku 3 bila kunywa bila kula, watu wamulilie Mungu. Na naamini kwa mji ya kilomita 120 kulikuwa wanawake walikuwa wajawazito. Kwa mji wa kilomita 120 kulikuwa watu na magonjwa ya ansas, vidonda ya tumbo. Katika mji wa kilomita 120 kulikuwa watu na masababu yote ile inyenge wafanya wasiweze kufunga. Lakini amri ya mfalme, washirika waliambia sifungake, niko na vidonda ya tumbo, sifungake. Sasa ni watu wanaogopa njala. Na unapokosa kunyima mwili haki yake, na kuambia utavamiwa na kila aina ya pepo, kila aina ya nguvu ya giza itatawala maisha yako. Walipofunga siku ya kwanza,
wanamlilia Mungu wakiomba toba, wanalia na baada ya kujitesa siku 3 bila kula bila kunywa, Mungu akabadilisha. Kufunge na change. Mipango yote mibaya imepangwa kwa maisha yetu, iwe na shetani, iwe maamuzi ya Mungu, kufunga inaibadilisha. Ukisoma wakina mfalme Ahabu, watu walifanya mabaya na Mungu akatuma ujumbe atakufa, lakini akanyenyekea, akavua nguo, akavaa magunia, akakataa kula. Mungu akamwambia mtumishi, akaangalia vile ananyenyekea, anakataa kula, wende mwambie atakufa, hii jambo haitatokea kwa wakati wake. Kwa hiyo watu wa Mungu, mafungo inajibu kwa vitu impossible. Mafungo inabadilisha, inafanya kitu yenyewe kilikuwa giza, kilikuwa dark, kikuwa kishine. Na hakuna mtu anataka kuwa na ndoa iko dark, giza. Hakuna mtu anataka kuwa na biashara yenyewe iko giza. Giza ni kazi ya shetani, haingai. Hakuna mtu anataka kuwa na kanisa yenye haina picha. Hakuna mtu anataka kuwa na utumishi yenye haina mwelekeo. Hakuna mtu anataka kuwa na familia yenye. Lakini kama tunataka kuona vitu ina shine, kama tunataka kuona vitu impossible ukikuwa possible, kama tunataka kuona ile nguvu ya giza yenyewe inatuandamaka kila mahali, unaenda hapa inakufuata, unaenda hapa inakufuata, unaenda hapa inakufuata, ukiwa celibate inakufuata, unaenda kwa ndoa inakufuata, kabla hujaajiriwa inakufuata, kisha kuajiriwa inakufuata, ukiwa Afrika inakufuata, unaenda Marekani inakufuata, unaenda Ulaya inakufuata. Kama unataka kuona pepo ya aina hii inaachia maisha yako, amua kuwa na maisha ya kufunga na kuomba, na itaondoa matabia mingi chafu ndani yako. Kuokoka itoe kila tabia zote kwa maisha yetu, never. Lakini tutapokuwa na funga, tutapokuwa na omba, tutapokuwa na muda mwingi na Mungu, tukijinyima chakula, tukijinyima maji, tukijinyima tendo ya ndoa, utaona vitu mingi vichafu vinaachia maisha yako. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.